Yes, ni wasaa kupeana update mtu wangu. Kama huja subscribe channel hii, fanya kusubscribe kwa sasa ili usipitwe na taarifa zote, hususan masuala ya usajili kuelekea dirisha dogo la usajili ambalo tarajiwa kufunguliwa Disemba hii 15 na kufungwa Januari 15. Hivyo taarifa ni nyingi mtu wangu. Ukisha subscribe channel hii, kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, hususan masuala ya usajili kuelekea dirisha dogo, utakuwa wa kwanza kuzipata taarifa hiyo. Ukiwasha tu data, basi notification ya channel yako hii itakujia moja kwa moja katika simu yako, kama tu utakuwa umegusa neno subscribe. Hivyo subscribe kwa sasa ili ujiunge moja kwa moja na uwe wa kwanza kupata update zote, hususan masuala ya usajili, ambapo Simba Yanga wameingia sokoni kutafuta nyota ambao watakwenda kuwaongeza katika dirisha hili dogo la usajili. Kama huja subscribe mtu wangu, utakuwa unapitwa na mambo mengi hususan masuala ya usajili. Karibu sana mtu wangu, na taarifa ya leo inatua pale kunako klabu ya Simba ama mnyama Simba, baada ya golikipa namba 1 wa klabu ya Simba Musa Pimpin Kamara kuwa nje zaidi ya wiki 8 mpaka 10. Simba wanalazimika kuingia sokoni katika dirisha dogo hili la usajili kutafuta nyota ambao kutafuta golikipa ambaye atakuja kusimama katika milingoti mitatu ya klabu ya Simba, kutokana na Yakubu Selemani kutoonyesha ubora ndani ya klabu hiyo. Simba kwa sasa wana magolikipa wawili, Hussein Abel pamoja na Yakubu Selemani, na uongozi wa Simba umeona kwamba Yakubu Selemani hatoshi, kwa sababu Yakubu Selemani alikuwa anampa backup Musa Pimpin Kamara ambaye ndiye alikuwa namba 1 golikipa wa klabu ya Simba. Baada ya kupata majeraha ambayo yatamweka nje zaidi ya wiki 8 mpaka 10, basi Simba wamelazimika kuingia sokoni katika dirisha dogo la usajili kutafuta kipa ambaye atakuja kuwasaidia katika michuano ya kimataifa na kwa upande wa ligi kuu pia. Simba wanahitaji golikipa mwenye viwango vya juu kama Musa Pimpin Kamara ama zaidi ya Musa Pimpin Kamara, na leo Simba kuna golikipa ambaye wanamfukuzia kutoka pale nchini Misri, na golikipa huyu bana ni moja kati ya magolikipa bora, na kama unamkumbuka ya Ayub Lakledi ndani ya klabu ya Simba, ambaye Simba walimsajili kutoka Raja Casablanca na akawa muhimili mkubwa ndani ya klabu ya Simba baada ya kupata majeraha ya muda, na Simba wakaja kuachana naye. Simba kwa sasa watarejea tena Misri kutafuta golikipa ambaye atakuja kuwa na ubora mkubwa ama atakuwa mzuri zaidi ya Yakubu Selemani ama Musa Pimpin Kamara ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Simba wametua pale Algeria na watashusha golikipa wa viwango vya juu katika dirisha dogo la usajili. Yote haya ni kuboresha kikosi cha klabu ya Simba. Si golikipa tu ambaye Simba watasajili, basi kuna beki wakati pamoja na mshambuliaji ambaye watakuja kumsajili katika dirisha dogo la usajili, baada ya taarifa kutoka ndani ya klabu ya Simba kwamba huenda Steve Dese Mkwala akauzwa ndani ya klabu hiyo kuelekea Raja Casablanca pale nchini Morocco. Hivyo Simba wanaangalia mbadala wa Steve Dese Mkwala kupata mshambuliaji mwingine. Hivyo Simba wanahitaji mshambuliaji mwingine pamoja na golikipa na beki wa kati, baada ya Abdulrazak Hamza naye pia kuwa majeraha. Hivyo Simba wanalazimika kutafuta beki wa kati mwingine ambaye atakuja kuongeza nguvu katika eneo hilo la ulinzi. Sambamba na hayo ni golikipa pia. Simba wanahitaji golikipa katika dirisha hili dogo la usajili, na macho yao yako pale kunako ligi ya Misri, na kuna mwamba mmoja ambaye watakwenda kumtaja siku za hivi karibuni, na atakuwa ni miongoni mwa magolikipa bora ambao watakuja kuisaidia Simba kama alivyoisaidia Simba Ayub Lakledi. Basi Simba wameangalia tena uwezekano kumpata Mwarabu mwingine golikipa ili kuja kuongeza nguvu katika eneo la goalkeeping ama ulinzi wa milingoti mitatu, kutokana
kutokana na Yakubu Selemani kushindwa kuwa bora ama kushindwa kuilinda milingoti mitatu ya Simba kisawa sawa, baada ya Musa Pimpin Kamara kuwa majeraha ambayo yanamfanya akae nje zaidi ya wiki 8 mpaka 10. Hivyo Simba ulazimika kuingia sokoni kutafuta mlinda mlango mwingine mwenye ubora zaidi ya Yakubu Selemani pamoja na Hussein Abel, ambao ni magolikipa wawili tu ambao wamesalia ndani ya klabu ya Simba. Kama huja subscribe channel hii mtu wangu, utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana. Cha kufanya sasa, gusa tu neno subscribe, alafu mkao wa kula taarifa zote, hususan maswala ya usajili katika dirisha dogo la usajili. Kumbuka Simba watasajili katika dirisha dogo la usajili, na wanamlenga wa kwanza ni golikipa, alafu na beki wakati na mshambuliaji. Hivyo Simba utasajili. Yanga nao pia wameshaanza kusajili na tayari wameshasajili nyota mmoja wa kizawa Emmanuel Manengo, tayari Yanga wameshasajili. Hivyo Simba wao wanasubiria tu dirisha dogo la usajili funguliwa, ambao nafunguliwa Disemba hii 15 na kufungwa Januari 15, 2026. Na kusihi tu, kama huja subscribe channel hii, subscribe kwa sasa ili uwe miongoni mwa watu ambao watakuwa wanazipata taarifa zetu zote. Kila tudondosha taarifa humu ndani, basi wewe unakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Cha kufanya, gusa tu neno subscribe, alafu mkao wa kula. Sisi kila siku tunadondosha taarifa za kimichezo humu ndani, taarifa za usajili, hususan sisi tutadili na taarifa za usajili wa dirisha dogo. Ni hayo tu mtu wangu. Ukitazama video hii, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tutakapozidondosha humu ndani.